Okay, pamoja na kuongezeka hayo yote mkurugenzi ambao unatueleza na kuwa na uwepesi ama urahisi wa kufanya hivyo, ni sekta gani ambazo unaona ama unaziangalia katika kipindi hiki zimeweza kufanya vizuri zaidi? Kwa kweli sekta zilizofanya ziko ni nyingi, lakini kwa maana ya kuweka pale kuzipanga kwa kiwango, nadhani kwenye sekta ya utalii ni kweli imefanya vizuri. Unaweza kuangalia katika pato letu 5% imetokana na utalii. Baada ya Mheshimiwa Rais kufanya ziara na kuitangaza kupromote utalii kwenye mbuga zetu za wanyama, watu wengi wamehamasisha na mazingira, na hata hili la kuonyesha kwamba nchi yetu sasa hivi iko political stability na watu wamewiwa kuja kufanya utalii, na kwa kweli sekta hii imefanya vizuri sana. Na ukiangalia sekta kama ya madini pia, watu wameweza sasa kupata madini, wanachimba, na uweza kusema kutokana na teknolojia ambayo imeendelea kuja ya kisasa. Uchimbaji lazima uwe na teknolojia, ndugu mtangazaji, na uweze kuzalisha yale madini katika ubora, kuyachakata na kuyapeleka kule. Kwa sekta ya madini pia imeweza kufanya vizuri. Lakini vile sasa hivi tumeona hata kwenye upande wa kilimo, kama nilivyowaambia, sisi tunatoa cheti cha uasili. Ukienda kuangalia zao kama la chai, ukienda kuangalia na kahawa, ukiangalia zao kama la pamba, ukiangalia kama mazao mengine kama mahindi, yameendelea sasa kuzalishwa kwa kiwango kikubwa, na tumeendelea kuexport sana, kupeleka nchi ya nje na hata kuuza katika nchi za hapa nyumbani. Hicho chetu cha uasili sisi pia tunakitoa katika masoko ya Afrika Mashariki, soko la ECOWAS, soko la COMESA, soko la India, soko la China, soko la AGOA, lakini vile vile tunatoa katika soko hili huru la Afrika ambalo linaitwa African Continental Free Trade Area. Utakumbuka kwamba hili soko lina watu takriban bilioni 1 na milioni 400. Bilioni moja na watu milioni. Sio mchezo. Ni soko kubwa ambalo kwa kweli kama tukilichangamkia vizuri, na nitoe tu wito kwa wafanyabiashara wa Tanzania wa level ya chini, saizi ya kati na juu, kuhakikisha kwamba kwanza wanazalisha bidhaa ambazo zinaweza zikashindana katika hili soko, lakini kuchangamkia. Kwa mfano mathalan sasa hivi kuna uhitaji mkubwa sana wa hivi viungo vinaitwa spices nchini ya Algeria na China. Uweze amini ndugu mtangazaji, kuna uhitaji mkubwa sana wa vifuu vya nazi katika soko la Uturuki. Sasa sisi kati ya chemba kazi yetu vifuu vya nazi wanatumia kule kutoka matumizi ya kutengeneza mkaa na matumizi mengine. Na kama chemba wafanya biashara, kazi yetu sisi ni kupeleka taarifa kama hizo kwa wafanya biashara ili uweze kuchangamkia masoko ya namna hiyo. Okay. Lakini tu hadharani kwamba masoko yapo na chemba wafanya biashara iko kwa ajili ya kuwapa hizo taarifa za mara kwa mara, wapi kuna fursa ya masoko, lakini kuwaelimisha pia kujua kwamba namna gani ya kutumia mitaji, ni namna gani ya kuweza kutumia teknolojia ili uweze kuzalisha bidhaa bora ambazo zinaweza zikakompete katika soko hili huru la Afrika ambalo nimesema lina kubwa takriban watu bilioni 1 na milioni 400. Sawa sawa. Mkurugenzi, serikali imekuwa ikisisitiza sana kuhusiana na uboreshaji wa mazingira ya biashara. Kwa mtazamo wenu nyinyi kama chemba ya wafanyabiashara, yameboreshwa kwa kiasi gani? Kwa kweli yameboreshwa kwa kiasi kikubwa, na hilo naweza nikawapa mfano halisi. Ni kwamba kipindi cha nyuma tulikuwa tunaona mazingira ya biashara kidogo yalikuwa sio rafiki sana. Kuna wakati kulikuwa wafanya biashara wanakuja hadharani wakilalamika kwamba wamefungiwa akaunti zao. Ukienda pale TRA kulikuwa kuna vikosi kazi kwa ajili ya kukusanya kodi. Ina maana kodi ilikuwa inakusanywa kwa njia ya kutumia sana nguvu. Lakini mazingira sasa hivi yamekuwa rafiki. Watu wenyewe wameanza kuona umuhimu wa kulipa kodi. Watu sasa hivi wameanza kuona ni jinsi gani ukifanya biashara unaweza ukanufaika. Ukiangalia hata kwenye mfano kwenye maeneo ya benki, mikopo imeendelea kutolewa kwa wajasiriamali wadogo, akina mama na wakubwa. Lakini vile vile watu wameendelea kuhakikisha kwamba kama una product yako au kama kuna chochote unachokiuza, unaweza ukakiuza kwa urahisi. Na mimi chemba yetu chini ya Wizara ya Fedha kuna kamati inaitwa Tax Reforms. Sisi ni wajumbe pale, na mara nyingi tunapeleka